Hello, habari, kwa majina naitwa Dr. Mary. Mimi ni mtabibu wa tiba asili na mitishamba. Karibu sana mpendwa mtazamaji wa video hii. Kama wewe ni mara ya kwanza unatazama video hii au umeona video hii kwa mara yako ya kwanza, basi nakuomba usubscribe. Ukisha subscribe basi utakuwa wewe ni wa kwanza kupata video zangu pale ambapo natoa video mpya, basi wewe ni wa kwanza kuipata notification kwa ajili ya kutazama nini kinafundishwa kwa siku ya leo. Na karibisheni nyote mpendwa mtazamaji, sichague, mtu yoyote anaruhusiwa kutazama na kujifunza vitu vya asili. Chaneli yangu inahusu mambo yote ya asili. Kwa utajua mengi sana ambayo ulikuwa huyajui ya makabila, na kama wewe ni asili yako basi utajua vitu vyote hapa. Mpendwa mtazamaji, naenda kukufundisha elimu nzuri, elimu ya mmea wa mgagani. Unaouona katika video hapo, huo ni mmea wa mgagani. Mgagani una matumizi gani? Una faida gani katika mwili? Na pia huu mgagani unautumia kwa muda gani uweze kupata matokeo kulingana na changamoto yako? Cha kwanza kabisa naenda kuzungumzia wale wanaosumbuliwa na choo kigumu. Unasumbuliwa na choo kigumu. Yaani kwa watu ambao choo chao kinakuwa kigumu. Hakikisha unapata supu ya mgagani. Unachemsha supu yake, unachemsha ile supu yake nyeusi ile unakunywa. Unatakiwa unywe ndani ya siku 7 ili utengeneze mfumo wa choo chako kiwe laini. Usiwe unaenda kwenda haja kubwa lakini choo kinakuwa ni kigumu. Kwa mpendwa mtazamaji, utakuwa unakunywa asubuhi na jioni. Asubuhi na jioni kwa muda wa siku 7. Nadhani zinatosha kabisa kwa ajili ya kulainisha choo. Hizo ndo faida za mgagani. Hakikisha unapata mgagani ambao una afya nzuri, mgagani ambao ni mlaini na umestawi vizuri. Huo ndio unafaa kabisa na wenye virutubisho vyote ambao vinatakiwa na nyuzi za kutosha. Faida ya pili katika matumizi ya mgagani kwa wale wanaosumbuliwa na kipanda uso. Yaani unasumbuliwa na kipanda uso, hakikisha unaponda majani ya mgagani. Ukishayatwanga, umeyabonda hata kama ni kwenye kinu au hata na sehemu yote ambayo unaweza ukayalainisha, ukayasaga yakalainika, basi utaweka sehemu ambayo unajisikia maumivu ya kipanda uso, utakuwa unaweka hapo. Umeona? Kwa hivyo utakuwa unaweka kila mara mpaka pale utakavyoona hiyo hali imetulia na haikusumbui sana. Hakikisha unatumia kwa muda mrefu kuanzia siku 14. Kwa wale wanaosumbuliwa na kipanda uso, tiba yake ni siku 14. Mpendwa mtazamaji, nakuomba subscribe. Ili tuende sawa, hakikisha una subscribe. Ili uweze kupata elimu hii, hakikisha una subscribe. Twende katika faida ya 4. Ya 3, faida ya 3 ya matumizi ya mgagani. Kwa wale wanawake wajawazito, hakikisha unatafuna mizizi yake mara kwa mara. Itakusaidia wewe mtoto wako kujigeuza tumboni kwa urahisi. Mgagani ni mmea wa asili, mmea wa kiroho, mmea wa mizimu, unatumika sana kwa miaka mingi. Kwa hivyo mgagani huu utumie kuutafuna mara kwa mara. Hakikisha unatumia wiki nzima kuutafuna. Mizizi yake tu, unameza maji yake, unatafuna, unameza maji yake. Kama unaweza kutwanga, unatwanga, unakamua juisi yake, unakuwa unakunywa kwenye kikombe kwa ajili ya mtoto kujigeuza tumboni kwa urahisi. Hiyo ndo faida ya 3 katika matumizi ya mgagani na faida ya mjamzito. Faida nyingine ya mgagani, faida ya 4, naenda kukuelekeza namna ya kusaidia hasa wale
ambao wanasumbuliwa na mapenzi. Hapa ndo patamu vizuri sana. Hakikisha unachuma mizizi yake. Mzizi wa mgagani ni mzizi ambao una nguvu na una maajabu makubwa. Usiudharau kwa udogo wake. Hakikisha unachuma mizizi ya mgagani. Ukishachuma ukaianika ikakauka. Hakikisha unaitwanga. Ukishatwanga ile mizizi utachanganya na asali. Ni limbwata zuri sana wakati wa tendo la ndoa. Kwa hivyo utakuwa unapaka kidogo sana wakati wa kushiriki kwa manuizi, na hakikisha unavyochuma kwa ajili ya kutengeneza dawa yako, hakikisha unaenda unaomba, unapiga hodi unaomba, unachuma vizuri, unaondoka zako nyumbani, unaacha sadaka yako. Kama utaacha shilingi 50, kama utaacha ulezi, mtama ni wewe pale. Unaweka sadaka yako kisha unaondoka katika hilo eneo. Faida hiyo ya 4 ya matumizi ya mgagani. Hivyo mpendwa mtazamaji, mpaka kufika hapo umeshajua faida 4 za mgagani. Ni wewe namna ya kutenga muda wako na kuandaa na kutatua changamoto kulingana na haya ambayo nimekufundisha hapa, na uweze kujipa msaada huko uliko, kwa sababu tiba asili ni tiba ambayo mtu yoyote unaweza kuifanya, na kama huwezi kuifanya basi unaweza kaomba msaada kwa tabibu akakufanyia na akakuandalia. Mpendwa mtazamaji, na kuomba subscribe, share video hii, like na kutoa maoni yako kwa haya ambayo nimekufundisha. Je, haya niliyokufundisha umefaidika nayo? Kama umefaidika nayo, naomba ulike hapo na uweze kushare video hii. Lakini pia mpendwa mtazamaji, natoa huduma za dawa za asili zote, dawa zote za kifua, dawa za sukari, dawa wanaosumbuliwa na maradhi ya moyo, wale wanaosumbuliwa na maradhi ya vidonda vya tumbo, pressure, unasumbuliwa na maradhi chungu mzima, unakutana na maruweruwe, wewe unaosumbuliwa na uchawi katika mji wako, wewe unaosumbuliwa na maradhi kila kona, chukua mawasiliano yangu kwa changamoto zako unazokutana nazo. Nitakusaidia namna kutatua changamoto zako. Bonyeza alama kujumlisha 255 787 23 20 81. Utanipata na tutaweza kufahamishana kila kitu katika kusaidiana changamoto hizi ambazo unakutana nazo mpendwa mtazamaji. Na kuomba subscribe na karibu sana na asante.